ya adhabu, yani kuondoshewa adhabu yake akhira, ni kuharakishiwa adhabu yake hapa duniani. Yani an yuaqaba fi dunya, yani ni mtu kuadhibiwa hapa duniani, bimaradhin, kwa maradhi. Mfano, yani atoa mfano, ima anaadhibiwa kwa maradhi, au bifaqdi mali, au kwa kupotelewa na mali, ima kufilisika au akadhulumiwa, au bimusibatin, au kwa msiba wa kufariki mtu, au ma ashbaha dhalik, au mtu kupata ajali akapata ukilema. Lakini bisharti, sharti yetu lile au masharti yetu mawili, la budda min as-sabr, lazima subra, wal ihtisab, subra na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya matatu ni katika mambo ambayo hukithiri sana kwa wanadamu: maradhi, kupoteza mali, au msiba. Kwa hiyo ukipatwa na maradhi, akhi, laalla ni katika yani huenda ni katika njia za Allah kukusafisha. Ukipatwa na maradhi, huenda ni moja ya njia ya Allah kukusafisha. Kuna dhambi ambayo umeitenda, badala ya Allah akakuadhibu na dhambi hii, basi anakupa maradhi. Haya maradhi ni sababu, ukiwa na subra na ihtisab, ni sababu ya Allah kukusamehe na kunyanyua daraja yako. Kwa hiyo lazima tuwe na subra katika maradhi. Lakini wengi wanaanguka hapa, wengi wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa washirikina, kupiga ramli, kuabudia, kuchinjia majini, kufanya mambo yasiyofaa. Wengine wanalalama, wanatukana, wanakosa subra. Huu mtihani, ibtilaa hiyo, lakini watu wanashindwa. Na wengine wakiumwa hawaswali, wanaacha swala, wanaacha ibada. Kwa nini? Anaumwa. Shekhe, maadamu akili yako ni nzima na uko macho, ni wajibu kuswali katika hali ya namna yoyote ile. Hata kama huwezi kunyanyuka, lazima uswali. Unaswali kwa kuashiria. Kama huwezi kukaa, kama huwezi kusimama, unakaa. Kama huwezi kukaa, unalala. Yani katika hali yoyote uliokuwa lazima uswali. Lazima. Lakini wengine wakiumwa hawaswali, kisa anaumwa. Kwa hiyo maradhi, laalla huenda kwa kupata maradhi ni moja katika njia zako za katika mambo yatakupeleka upate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani usiadhibiwe. Au kupotelewa na mali, kufilisika. Kwa hiyo ukifilisika, usipayuke na kutukana au kuanza kwenda kwa wachawi, kwenda kwa waganga, kufanya nini. La, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na anachukia kuolewa, nasema mkosi huo. Msiba, Sheikh, ridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atakufa, ridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema lianna mukhalif Allah subhanahu wa ta'ala, lazima kupatikana adhabu kama Allah hakukusamehe. Hasa adhabu hiyo Allah akikutakia kheri anakupa hapa duniani kwa maradhi, na mfano wa hayo tuliyosema, au anakupa adhabu hiyo akhira. Fa idha kanat al-uqubatu fi ad-dunya fa innaha ahwanu min an takuna fi al-barzakhi au an takuna yawm al-qiyamah. Kwa hiyo adhabu hiyo, ikiwa ni adhabu hiyo, imekuja hadithi nyingine ambayo imepokea Imamu al-Bukhari, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Imekuja yusib au yusab, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, yusib minhu, yani humpa mitihani. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, humpa mitihani. Anasema Sheikh Saleh al-Sheikh, sikiza maneno muhimu sana yenye kutia faraja. Anasema
Walihadha kana ba'du salaf, kwa sababu hiyo walikuwa baadhi ya maulama waliotangulia, wema waliotangulia, yattahimu nafsahu idha raa annahu lam yusab bibala'in au lam yamrid wa nahwi dhalik. Kwa sababu hiyo baadhi ya salaf walikuwa wakizituhumu nafsi zao kama wakiona hawapatwi na mitihani yoyote au hawaumwi. Baadhi ya masalaf walivyokuwa hawaumwi au hawapatwi na mitihani yoyote, wanazituhumu nafsi zao. Anajiangalia mara mbili, nimekosea wapi? Yani miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala kumpenda mja wake ni kumpa mitihani, ikiwemo kuumwa. Sasa mtu haumwi siku zote, mzima tu, hapatwi na mitihani yoyote, mambo yake yamnyokea safi. Subhanallah. Salafu walikuwa wanajirudi, ina maana mimi sikosei, ina maana mimi sikazi hala. Yani kama tulivyosema kwamba lazima unapopatwa mitihani, kwanza haimaanishi kwamba kila anayepatwa na mitihani maradhi anakuwa amekosea, la, yani haina maana hiyo kwamba lazima iwe hivyo, na haina maana kwamba kila asiyepatwa na mitihani maana yake Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia istidraji, la, yani haimaanishi hivyo. Lakini unaipima nafsi yako, kama unafanya maasi na hupati mitihani, hapo ndio shida inapokuwa. Unafanya maasi, unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli, na upati na mitihani, shida inaanzia hapo. Waswahili nasema shida inaanzia hapo. Hapo ndipo shida inapoanzia. Inakuwaje? Lakini kama ni mtu saleh, mtu mwema, la yastazim kwamba apatwe na mitihani, lakini anaweza akapatwa na mitihani vile vile ibtilaa. Anaweza akapatwa na mitihani, ni mtu hana maasi, hana chochote, lakini akaumwa, akapatwa na maradhi, akapatwa na mali, hafanyi maasi, lakini akapatwa na mitihani ibtilaan. Hiyo inazidi kumpa, anazidi kupimwa imani yake ili azidi kupandishwa daraja. Wazi? Naam. Kwa hiyo haya maneno ni muhimu sana. Walihadha kana ba'du salaf yattahimu nafsahu idha raa annahu lam yusab bibala'in, idha raa annahu lam yusab bibala'in au lam yamrid, akiona kwamba hajapatwa na balaa au hajaumwa. Sema qala sallallahu alayhi wasallam fi al-humma, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuhusu homa. Mathalan, mfano amesema la tasubbu al-humma, msitusi homa, msitusi homa. Fawalladhi nafsi biyadihi innaha latanfi dhunuba ani al-abd. Anapa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba homa inaondosha madhambi kwa mja, kama yanfi al-kiru khabasa al-hadid, kama ambavyo kiri inaondosha uchafu wa chuma. Kifaa kile cha kusafishia chuma, jinsi kinavyoondosha uchafu wa chuma, ndivyo ambavyo chuma kinasafishwa, kinasafishwa, kinanyoshwa, basi ndivyo ambavyo madhambi huondoshwa kwa homa. Hadithi sahihi inda al-Bukhari, inda Muslim, hadithi inda Muslim. Wazi? Kwa hiyo usichukie mitihani, yani kule kupewa mtihani usichukie, lakini kama tulivyosema ile athar la yajib kwamba uridhie moja kwa moja, la, ile athar, lakini yale makadirio ya Allah lazima uyaridhie. Wazi? Naam. Kwa hiyo anasema ajra lahu al-uqubata fi dunya, anamharakishia uquba madhambi duniani, ay yanzilu bihi al-masaib, anamteremshia mitihani, lima sadara minhu min adh-dhunub, kwa sababu yale madhambi aliyoyafanya, fayakhruju minha wa laysa alayhi dhanbun, kwa hiyo anatoka duniani akiwa hana dhambi.
amsaka anhu bidhambihi ay akhara anhu uqubata dhambihi, humcheleweshea adhabu inayotokana na madhambi yake. yuwafia bihi bikasri alfa'i mabniyu lilfa'il mansubun bihatta ay yajibu yawma alqiyamati mustawfira aldhunub, maana yake anakuja siku ya kiyama akiwa ameyabeba yale madhambi, akiwa nayo yale madhambi. Fayastawfi ma yastahiqu min aliqab, kwa hiyo hupewa yale humlipa ile adhabu anayostahili, humlipa ile adhabu anayostahili. المعنى الإجمالي للحديث، معنى وجملة الحديث: يخبر صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الخير، أن علامة إرادة الله الخير بعبده، kwamba miongoni mwa alama za Allah kumtakia kheri mja wake mualajatuhu bil'uqubati, muajalatuhu bil'uqubati ala dhunubihi fi dunya, ni kumfanyia haraka kumwadhibu madhambi yake, kutokana na madhambi yake kumwadhibu hapa duniani, hata yakhruja minha wa laysa alayhi dhanbun, ili atoke katika dunia hana dhambi. Kwa hiyo kuumwa kwako kufanye ni sababu ya kufutiwa madhambi kwa masharti mawili: kuwa na subra na kutaraji malipo kwa Allah. Ama ukiumwa huna subra, unapayuka payuka, unawatukana, unafanya nini, unaweza ukazidishiwa madhambi, kwa sababu unaweza ukawa unaumwa unamkufuru Allah, badala ya kusamehewa madhambi unapata madhambi. Unaumwa unatukana Allah, unakufuru, unaenda kwa washirikina, unaenda kuangaliza, unakupiga ramli, unaenda kuabudu mashaitani huko. Kwa hiyo badala ya kuumwa kuwe ni kheri kwako, kunakupelekea wewe katika adhabu zaidi. Kwa hiyo kuumwa kunahitajika kuwe ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi. Anasema hata yakhruja minha wa laysa alayhi dhanbun yuwafa bihi yawma alqiyama, yani hutimiziwa dhambi zake siku ya kiyama. Naam, asema naam, wa laysa alayhi dhanbun yuwafa bihi yawma alqiyama, ili atoke katika dunia hana dhambi ambayo atalipwa siku ya kiyama. Lianna man husiba bi'amalihi ajilan khaffa hisabuhu fil ajil, kwa sababu yule ambaye atahesabiwa madhambi yake ajilan hapa ina maana duniani, khaffa hisabuhu fil ajil, hisabu yake huwa nyepesi akhira. Ajil hapa ina maana ya akhira. Wa min alamati iradati sharri bil abd, na katika alama ya Allah kumtakia shari mja wake, alla yujaza bidhunubihi fi dunya, ni kutolipwa madhambi yake hapa duniani, hatta yajia yauma alqiyamati, mpaka aifikie siku ya kiyama, mustawfira dhunubi wa fiha, awe amebeba madhambi na ni mwenye kulipwa hayo madhambi, yani kwa kupewa adhabu kama Allah hatomsamehe, fayujaza bima yastahiqu yawma alqiyama, kwa hiyo atalipwa kwa yale anayostahili siku ya kiyama, ikiwa Allah hatomsamehe, na ikiwa si katika madhambi, si katika shiriki kubwa, kwa sababu shiriki kubwa haisamehewi. Aliyekufa na shiriki kubwa hasamehewi akhira. Na hapa tunazungumzia taban mu'min, tunazungumzia mu'min. Ama alkafir haingii katika mahesabu hayo. Munasabatu alhadithi lilbab, nasaba hadithi na mlango, anna fihi alhatha ala alsabri ala almasaibi walridha bilqadar, ndani yake kuna kuhamasisha kuwa na subra katika misiba na kuridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna dhalika fi salih alabd, kwa sababu kufanya hivyo kuko ndani ya maslaha ya mja. Kufanya hivyo ni maslaha, yani kufanya hivyo maslahi yake yanarudi kwa mja. Ma yustafadu min alhadithi, miongoni mwa faida, alamatu iradati llahi alkhayra bi'abdihi, alama ya Allah kumtakia kheri mja wake, muajalatuhu bil'uqubati ala dhunubihi fi dunya,
ni kumharakishia kumwadhibu duniani. Namba 2, alamatu iradati sharri bil abd, miongoni mwa alama za Allah kumtakia shari mja, alla yujaza bidhanbihi, ni kuto lipwa madhambi yake, hata yuwafa bihi yauma alqiyama, mpaka atakapolipwa siku ya Kiyama. Thalithan, alkhawfu min as-sihha ad-daima an takuna alamata sharri, ni mtu anahitajika aofie siku zote kuwa na siha, kuwa na afya njema siku zote, kwamba sije ikawa hiyo ni alama ya shari. Lakini kama tulivyosema, hakuna ulazima kwamba lazima iwe hivyo, lakini kadi yakunu, inaweza ikawa hivyo. Namba 4, التنبيه على حسن الظن بالله ورجائه فيما يقضيه الله عليه من المكروه, ni mtu kuwa na tambihi, kuwa na tanabahi, au ni mtu kuwa na tanabahi ya kuwa na ulazima wa husnu dhanni billah, ulazima wa kumdhania dhana njema Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajaihi, na kutaraji kwake, fima yaqdhihi Allahu alayhi min almakruh, katika yale anayompitishia, anayomhukumu nayo katika mambo yanayochukiza. Yani mtu lazima awe na dhana njema kwamba Allah kanipa hili kwa sababu ya mtihani, ili nipate kheri zaidi, nipafanye subra nipate thawabu, akanipa maradhi ili anifutie madhambi yangu. Lazima uwe na husnul dhanna billah na utaraji kwake. Khamisan, anna al-insana qad yakrahu ash-shay'a wa huwa khairun lahu, mtu anaweza akachukia kitu nacho ni kheri kwake, wa qad yuhibbu shay'a wa huwa sharrun lahu, na anaweza akapenda kitu na kikawa ni shari kwake. Sadisan, alhathu ala sabri ala almasaib, ndani yake tunahamasishwa kuwa na subra katika misiba. Iqra. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. قال حفظه الله تعالى: تمام الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أنه لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه، ناسب أن ينبه عليه المؤلف في هذا الباب. الرياء مصدر راء مراءة ورياء، وهو أن يقصد أن يرى الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل للناس: أنا بشر مثلكم، أي في البشرية، ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، إنما إلهكم إله واحد، أي معبودكم بحق، الذي أدعوكم إلى عبادته معبود واحد لا شريك له، يرجو لقاء ربه، أي يخاف المصير إليه ويطمع برؤيته يوم القيامة. عملا صالحا هو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجها، ولا يشرك بعبادة ربه، أي لا يرائي بعمله أحدا. نكرة في سياق النفي تعم كل أحد كائنا من كان. المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم في البشرية، ليس له من الربوبية والألوهية شيء، وإنما مهمته إبلاغ ما يوحيه الله إليه. وأهم ما أوحي إليه أن المعبود حقا معبود واحد هو الله، لا يجوز أن يشرك معه أحد في العبادة، ولا بد من المصير إليه في يوم القيامة. فالذي يرجو النجاة في هذا اليوم من عذاب الله يستعد له بالعمل الخالص من الشرك الموافق لما شرعه الله. مناسبة الآية للباب أن فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء. ما يستفاد من الآية
أولا أن أصل الدين هو إفراد الله بالعبادة. ثانيا أن الرياء شرك. ثالثا أن الشرك الواقع من المشركين هو الشرك في العبادة. رابعا أنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد، لا من الأصنام ولا من الأنبياء والصالحين ولا غيرهم. نعم. باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، mlango uliokuja kuzungumzia riya. Mlango uliokuja kuzungumzia riya. Sasa mimi nina kawaida kwamba kufahamu maana ya mlango ndio jambo la msingi sana. Maana ya mlango, babu ma jaa fi kadha, almaqsudu tarjama, yani ile tarjama ya mlango ndio kuna fiqh hapo, ndio kwenye fiqh. Kwa hiyo anasema al-Allama Salih al-Sheikh hafidhahullah, babu ma jaa fi riyai, yani min al-wa'id, mlango uliokuja kuzungumzia riya, yani makemeo na hadi ya adhabu kwa wenye riya. Hadha huwa al-maqsud, namba moja. Namba mbili anasema ar-riya'u haqiqatuhu min ar-ru'yati al-basariyya. Riya hakika yake inatokana na kuona kwa jicho, yani kuona kwa jicho, jicho hasa kuona ndio inatokana na riya, inatokana na ar-ru'ya. Wadhalika bi an ya'mala 'amala al-'ibadati likay yura annahu ya'malu al-'amala alladhi huwa min al-'ibada, ni mtu kufanya amal ya ibada ili aonekane, yani watu wamuone kwa macho, annahu ya'malu al-'amala alladhi huwa min al-'ibada, kwamba anafanya tendo katika matendo ya ibada kama vile swala au tilawa, kusoma au dhikri au sadaqa au haji au jihad au imtithalu amrin au shinabu nahyin wa nahwi dhalika, kufanya jambo au kuacha jambo na mfano wake. Hiyo ndio riya. Hiyo ndio riya, ni mtu kufanya jambo la ibada ili watu wamuone kwamba anafanya jambo la ibada, na hii ni kinyume na ikhlas, kwa sababu ibada ili isihi lazima iwe na masharti mawili, al-ikhlasu wal-mutabaa. Al-ikhlasu wal-mutabaa, alaysa kadhalika? Ibada lazima iwe itimie, ina masharti mawili, al-ikhlasu na al-mutabaa. Sawa sawa. Na al-ikhlasu ina namna mbili au maana mbili, tulisema ni tatu, lakini hiyo ya tatu ni ya kilugha, maana ya kilugha. Ikhlasu maana mbili, ikhlasu kwa maana ضد shirk, yani ikhlas ضد shirk, kinyume na shirk, kwa maana anayeabudu sanamu sio mukhlis. Sawa sawa, anayeabudu sanamu sio mukhlis. Anayeabudu kaburi sio mukhlis. Anayemwabudu shekhe wali salih sio mukhlis. Anayeabudu Isa alayhi salam sio mukhlis. Alaysa kadhalik? Taib, hii ndio ikhlas kwa maana namba moja. Ikhlas namba mbili ni kulifanya jambo kwa ajili ya Allah, ni kufanya jambo kwa ajili ya Allah, yani ni Muislam, sio mushrik, Muislam, mu'min. Sasa unatakana ufanye matendo yako kwa ajili ya Allah. Hii ni maana ya pili ya ikhlas. Tofauti ya maana ya kwanza na ya pili ya ikhlas, maana ya kwanza, ukikosa ikhlas ya kwanza, maana yake wewe sio Muislamu.
Yani ukiwa unaabudu masanamu, ukiwa unaabudu mashekhe, ukiwa unaabudu mwezi, ukiwa unaabudu kinyamkera, wewe sio Muislamu. Khalas, aslu ya imani imeondoka. Laysa kadhalik? Ina ama hii ikhlas namba 2, wewe ni Muislamu, sio kafir, la, ni Muislamu, lakini matendo yako yote lazima uyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inaweza ukafanya kwa ajili ya asiyekuwa Allah halafu ukawa bado Muislamu? Naam. Mfano ndio riya, mfano ndio riya. Kwa hiyo riya ni kinyume cha ikhlas. Riya ni kinyume cha moja katika maana za ikhlas. Riya ni kinyume cha katika maana ni kinyume cha moja katika maana za ikhlas. Sasa riya imegawanyika sehemu mbili, yani sio kila anayefanya riya. Kuna riya hii tunazungumza sisi ni riya ya mtu ambaye ni Muislamu. Riya kama riya zimegawanyika namna mbili. Zimegawanyika namna mbili. Riyaul munafiqin, kuna riyaul munafiqin, na hii ni riyaul kufri, yani riya ya ukafiri. Riyaul munafiqin, riya ya ukafiri, ndio riya ya wanafiki. Wanafiki ni wale ambao wanadhihirisha Uislamu na wanaficha ukafiri. Hii ni riya, kwa sababu wamedhihirisha katika macho ya Waislamu waonekane kwamba wao ni Waislamu, lakini uhakika wa mambo wao si Waislamu, ni makufar. Kwa hiyo imeingia katika maana ya riya, kwa maana wamejionyesha, wanataka waonekane na watu, kwenye macho ya watu, kwamba wao ni Waislamu, lakini imani zao ni wao ni makufar. Hao ndio wanafiki, na kitendo chao hiki ni riya, na ni riya ya ukafiri. Hii ni riya ya ukafiri. Wazi? Naam. Ama riya ya pili ni riya ambayo inafanywa na Muislamu, an yakuna arrajulu musliman lakin yurai biamalihi, lakini anaweza akafanya riya katika tendo lake. Mtu ni Muislamu lakini akafanya riya kwenye tendo. Yeye ni Muislamu, sio kafiri, sio mnafiki. Akaja kwenye swala au akakaa pale asome Qur'an, akawa ananyanyua sauti na kuihasilisha sauti, anaitengeneza sauti vizuri ili watu wamsikie anasoma sana Qur'ani vizuri, wamsifie, nia yake yeye. Kwa hiyo riya inatokana na nia. Taban, marjio yake ni kwenye, tutajuaje kwamba huyu ana riya? Kwenye moyo, nafsi yake. Sisi tunaweza tusijue kwamba huyu anafanya riya, kwa sababu jambo liko moyoni, lakini ziko alamati zinazoonyesha kuonyesha kwamba huyu anafanya riya, ziko, lakini aghlabu huwezi kumjua mtu kama amefanya riya. Kwa hiyo mtu kakaa pale asome vizuri, lengo lake yeye watu wamuone, wamsikie kwamba anasoma vizuri, wamsifie, hiyo ni riya. Ndio maana kuwa kafiri? La, si kafiri, lakini kwa kusoma kwake ili watu wamuone hapati thawabu, tendo lake lile linaanguka na anapata dhambi. Wazi? Tumetangaza hapa kwamba mfano anayetaka, tunataka jamani, tunachangia sadaka hapa, tunachangia sadaka. Kuna msikiti fulani uko sasa, tunachangia sadaka, tunachangia sadaka. Sasa
tukasema kwamba watu wa noti 10,000 waje mbele watoe. Wale wazee wa kuchangisha wanajua wenyewe. Wa noti 10,000 nasikia siku hizo wanaanza laki wala kilaki, waje mbele hapa na kuja kutoa. Jaiz, sio haifai, inafaa hiyo jamaa. Kwa hiyo inategemea na nia. Mwingine anasema ngoja niende pale nikatoe 500,000 watu wanione, nitangazo ili nisifiwe. Kwa hiyo hii ni ria. Utatoa ile sadaka na hupati thawabu, lakini sio kafir. Hii inaitwa ashirkul asghar, shirki ndogo au shirkul khafi au shirkul khafi. Kwa ni Muislamu kuja kufuru, lakini na upati thawabu na unapata dhambi. Ile sadaka uliotoa upati thawabu, lakini Muislamu kuja kufuru na umepata dhambi. Lakini kama umekuja kwa nia kutoa vizuri lillahi azza wa jalla, hata kama watu wanakuona, hata kama watu watakusifu, maadamu wewe nia yako si ili uonekane au ili usifiwe, jaiz, thawabu unapata na wala sio ria. Wazi? Lakini umekuja kutoa ili watu labda uhamasishe watu, hiyo inajuzu na ni jambo zuri zaidi. Umekuja kutoa kwa watu waone ili uhamasishe watu, jaiz. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashai kuchangisha sadaka, watu wanaona, kila mmoja anachanga, watu wanaona, jaiz. Kwa hiyo sio kila amali inayofanyika dhahir ni ria. Ria inatokana na nia. Hebu adhini kwanza, sheshe vizuri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salat, hayya 'ala salat, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Naam, idhan hii shirk ndogo inaitwa shirki ndogo, na vile vile inaitwa ashirkul khafi, vile vile inaitwa ashirku al-khafi. Kwa hiyo ukikuta ahli ilm wametamka neno ashirkul khafi, maana yake wameita riya ashirkul khafi na wameita ashirkul asghar, hakuna shida, yote ni sawa, kwa sababu shirkul khafi kwa sababu haionekani. Shirki iko katika moyo, iko katika makusudio, na shirkul asghar kwa sababu sio shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu, lakini ni katika akbarul kabair, katika madhambi makubwa. Tayib, tayari tunajua tutofautisha tofauti ya shirki ya munafiqin na shirku ya ria, na ria ya munafiqin na ria ambayo anaweza kuifanya Muislamu, kwamba ni kufanya tendo ili aonekane na watu. Wasahihi inatakana ufanye tendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wahda, kumridhisha Allah, si usifiwe na watu au watu wakuone. Hiyo ndio ikhlas.
Sasa kuna masala kwamba ni ipi hukumu ya lile tendo ambalo umelitenda ndani yake likaingia riya. Nadhani nimeashiria hapa, riya inaingia katika tendo kwa namna mbili. Riya inaingia katika tendo kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni tangu mwanzo kabisa unachukua msahafu, watu wako hapa, unachukua msahafu unaenda, nia yako ukasome pale au usome kwa sauti nzuri, watu wakusikie, wakusifu sawa sawa, tangu mwanzo. Hapa kisomo chako chote pale ulichosoma hupati thawabu, yani hii amali yote imedondoka sawa sawa. Lakini mfano ulikuwa unasoma kwa ajili ya Allah, umeanza kusoma kwa ajili ya Allah, unasoma tu vizuri kwa ajili ya Allah tangu mwanzo, sio ili watu wakuone. Katikati ya kisoma wakaingia watu, wakaongezeka watu, au walikuwepo, lakini katikati ya kisomo nia yako ikabadilika, ukawa unaongeza madoido ili watu wakusifie sawa sawa, ili watu wakusifie. Hapa ahlulilmi wanasema kile kisomo cha mwanzo ambacho hakikuwa na riya unalipwa, hiki cha pili ambacho kina riya hulipwa. Wazi? Kile kisomo cha mwanzo ambacho hakikuwa na riya unalipwa, kile kisomo cha pili pale palipoingia na riya hapalipwi. Kwa maana riya inapoanza mwanzo wa kitendo, unapoanza kufanya kitendo kwa riya, kwamba makusudio yangu nisifiwe, nionekane, basi tendo lote linapukutika. Ama riya itakapokuwa imeingia katikati ya kitendo, basi utalipwa kutokana na ile ikhlasu iliyokuwepo. Baada ya kuingia riya hupati malipo. Tumeelewana? Kwa hiyo ile dhambi ya riya inategemea kwamba riya ile umeianza wakati gani, pamoja mwanzo kabisa au tendo ulikuwa unalifanya katikati ya tendo ikaingia nini riya, inategemea. Wazi? Na tie mkazo zaidi kwamba si kila tendo la dhahir ni riya, kwa sababu kuna baadhi ya watu mfano wanafuturisha mwezi wa Ramadhani. Anaweza akawa kiongozi au tajiri au nani akafuturisha, halafu ikatolewa kwenye habari, au kukawa na mchango fulani, watu wakachangia, labda kuna harambee ya kitu fulani, au kuna kuchangia kitu fulani, au msikiti au madrasa, watu wakatoa, ikatoka kwenye habari. Kuna baadhi ya watu wasema hiyo riya haifai. Umejuaje kwamba ni riya? Walikuambia kwamba wao wanafanya hivi ili wasifiwe, hiyo waonekane na watu? Naam, la, laalla wanafanya hivi ili kuhamasisha wengine. Hii jaiz kama tulivyosema. Kwa sio kila amal ni riya. Halafu kuna matendo mengine lazima uyafanye watu wakuone. Kwa mfano, ukiingia msikitini, msikiti umejaa watu, swala ya Ijumaa, umeingia msikitini, umepita safu ya mbele, kuna nafasi, ukaenda ndio unaingia, unachotakana ufanye nini? Uswali nini? Tahiyatul masjid. Alisa kadhalika, uswali tahiyatul masjid, watu wote wanakuona. Kwa hiyo utasema mimi bwana nikiswali hapa watu wote wananiona, ni riya, kuacha nikae. Na kwa hivyo, au baada ya swala kuna sunna ratiba, kuna swala zina sunna ni ratiba, qablia na baadia. Mfano, baada ya swala ya dhuhuri nataka swali rakaa mbili, nasema nikinyanyuka hapa watu wataniona, itakuwa ni riya.
la Sheikh, mkara. Nani kasema hivyo? Kwa hiyo sio au kwamba mtu anasoma mwenyewe Qur'ani vizuri, sasa sio nikisoma vizuri hapa itakuwa ria. La, nani kasema hivyo? Soma vizuri Sheikh, lakini kuwa na ikhlas. Fanya hivyo kwa ajili ya Allah, sio ili watu wakusifie. La, unatoa mawaidha vizuri kwa fasaha, endelea kufanya hivyo, lakini iwe kwa ajili ya Allah, ili watu wafahamu, wafuate, sio ili watu wakusifie. Sio hivyo. Kwa hiyo ria haihukumiwi na mtu kwa sababu tu mtu kafanya kitu fulani ukasema yule fulani ana ria. Jamaa ana ria kweli kweli, yule ana ria. Haya, nini? Tuko pale bwana, anaanza kazi yake kuswali swali tu. Sasa kuswali si kheri, si sunna. Kuswali si sunna. Kama anaswali sunna tatawu mathalan, baada ya swala watu wamekaa, baada rawati zimeisha, mwenyewe alikuwa amekaa kama akasimama na swali, watu wanaona, kakaa tena akasema baadaye akaswali nafila, anaswali. Sasa tumekaa pale, atakaonekana anaswali sana kuliko wengine. Shekhe, hii tihamu shekhe, tuhuma hii haijuzu. Kwa hiyo ria inatoka katika moyo. Lakini kwa mfano kuna baadhi ya vitu maulama wanasema hii asilimia kubwa huenda ikawa ria. Mfano, mtu yuko hija, ameenda haji, mtu ameenda haji, anatufu kwenye Kaaba pale, na haya mambo ya selfie, siku mtu anatufu labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik, hii unatafuta nini hii? Sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo lazima tukutuhumu tu, kwa sababu pale ile tawafu ni ibada ile, pamoja na kwamba unaruhusiwa kusema, kuzungumza na wenzako, unaruhusiwa, sio kama swala, lakini ni ibada. Sasa wewe uko kwenye ibada alafu labbaik allahumma labbaik, kwenye selfie uko juu unachukua labbaik allahumma labbaik, unataka nini? Hapo unajitia katika tuhuma sasa ya kuambia wewe una ria. Sawa sawa. Sasa kwa sababu ya ujinga mkubwa wa watu, kuna mijitu imeonekana imesujudi inapiga selfie. Sasa sijali mtu kasujudi anapiga selfie, kwa hiyo kuna swala hapo. Nawaambia hivi, kuna watu ni wajinga duniani, wewe huwezi amini. Kuna watu ni wajinga duniani, huwezi amini. Yaani usidhani nayo ninasema, usidhani haya ninayoyasema eti labda ni khayali. Wewe ukiwa Maka au Madina pale haram utashuhudia vioja wewe hujawahi kuviona. Yaani huku Tanzania utasema na mashaallah watu wote maulama huko. Nasema hivi, mtu yuko kwenye siji anachukua selfie. Hivi mnaelewa kweli? Yuko kwenye sijida anachukua selfie. Hii ni jahili uliopitiliza, lakini ndio hali halisi ilivyo. Sasa huu mlango inshallah tutausoma na kumalizia inshallah ikija, kwa sababu ni mfupi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inshallah Jumapili tutaifanyia mzee Muhammad, Jumapili tutaitafutia suluhisho inshallah. Jazakumullah khairan.